Rais wa Urusi Vladimir Putin alizungumza kwa njia ya simu na Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ambapo alijadili kuhusu hali ya Venezuela, ambapo Rais Nicolas Maduro alitekwa nyara na majeshi ya Marekani mapema mwezi huu, Kremlin imesema. Kulingana na taarifa ya Jumatano, Putin na Lula walisisitiza kwamba Urusi na Brazil zilishirikiana misimamo ya kimsingi kuhusu kuhakikisha uhuru wa maslahi ya kitaifa ya Venezuela kufuatia uchokozi wa Marekani dhidi ya taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Marais hao wawili walikubali kuendeleza kuratibu juhudi zao, ikiwa ni pamoja na ndani ya Umoja wa Mataifa na pia kupitia BRICS kwa lengo la kupunguza mvutano katika Amerika ya Kusini. Russia na Brazil zote ni miongoni mwa wanachama waanzilishi wa kundi la kiuchumi la BRICS na ni mataifa ambayo yamekuwa na uhusiano wa karibu na Venezuela. Hata hivyo, baada ya kutekwa kwa Rais Nicolas Maduro, mataifa hayo yalilaani mpango huo, huku yakitaka Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amrejeshe Maduro katika taifa lake. Rais wa Marekani Donald Trump alitumia jeshi lake kumkamata Nicolas Maduro katika kile alichouaminisha ulimwengu kwamba Maduro ndiye muuzaji wa madawa ya kulevya, lakini baadaye akaja na mpango mwingine kwamba ni Venezuela ambayo iliiba mafuta ya wa Marekani katika miaka ya 2000 baada ya utawala wa Hugo Chavez. Maduro aliendeleza mpango huo ambapo makampuni mbalimbali ya mafuta nchini Venezuela hasa ya Marekani yalitimuliwa zaidi na zaidi, ambapo sasa kesi ilianzia kwenye mpango wa madawa ya kulevya, lakini baadaye ikabadilika ikawa ni kesi nyingine ambapo Marekani inasema kwamba mpango wao sasa wanahitaji mafuta. Putin na Lula walijadili pia kuimarisha uhusiano baina yao kabla ya tume ya ngazi ya juu ya ushirikiano ya Urusi na Brazil iliyopangwa kufanyika Februari. Kremlin ilisema mnamo Januari 3 makomando wa Kiamerika walifanya mfululizo wa mashambulizi ya anga kwenye mji mkuu wa Venezuela Caracas na mikoa mingine kadhaa ya nchi hiyo, wakati wa kuwateka nyara Maduro na mkewe Celia Flores. Walipelekwa kwenye meli ya kivita ya Marekani na baadaye kupelekwa New York, ambapo wiki iliyopita walifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kula njama za ulanguzi wa dawa za kulevya. Wote wawili walikana mashtaka hayo, licha ya kwamba bado wapo chini ya mikono ya Wamarekani. Hata hivyo, juhudi mbalimbali zinatajwa kuendelea, hasa zinazofanywa na Urusi na China kuhakikisha rais huyo wa Venezuela anakuwa huru. Akizungumzia uvamizi wa Marekani, Lula aliandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba vitendo vya Washington vimevuka mstari usiokubalika, akionya kwamba operesheni ya kijeshi ya Marekani imeweka mfano hatari sana kwa jumuiya nzima ya kimataifa. Kutekwa nyara kwa Maduro ni kurudisha nyuma wakati mbaya zaidi wa kuingiliwa kwa siasa za Amerika ya Kusini na Caribbean na kutishia kuhifadhi eneo hilo kama eneo la amani. Urusi pia ilithibitisha mshikamano wake na Venezuela katika kukabiliana na vitisho vya wazi vya ukoloni mamboleo na uvamizi wa silaha kutoka nje na kutoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa Maduro katika kizuizi cha Marekani. Akihutubia kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mapema Januari, balozi wa Urusi katika umoja huo wa mataifa Vaseline Benzia alielezea vitendo vya Washington nchini Venezuela kama ujambazi wa kimataifa unaochochewa na hamu ya kupata udhibiti usiokuwa na kikomo wa mali asili. Akizungumza siku ya Jumatano, waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov alishutumu shambulizi la Marekani dhidi ya Venezuela kama ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii.